Wa Birikani viungani mwa mji wa Voi katika kaunti ya Taita Taveta wamefanya maandamano ya amani wakitaka serikali kuingilia kati kwenye mzozo unaozingira ardhi hiyo kutokana na maamuzi ya hivi majuzi ya mahakama ya ardhi Voi kuhusu kugawanywa kwa ardhi ya Kishamba B, ila kuna fununu kwamba mwenyekiti wa kamati ya ardhi hiyo ako na mpango wa kukata rufaa. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hii. Ungana na wakazi wa Birikani katika eneo bunge la Voi hapa wakifanya maandamano ya amani wakiweza kutaka serikali kuingilia kati katika swala lile ambalo mahakama ilikuwa imetoa uamuzi wakazi hawa waweze kugawiwa ardhi ya Kishamba, ambapo basi kuna mzozo kidogo kati ya wanachama vile uongozi wa kamati hiyo. Sasa wakitaka serikali kuingilia kati wakisikia kwamba kuna fununu kwamba mwenyekiti anataka kukata rufaa kutokana na uamuzi huo. Tupate kauli zao na hali ilivyokuwa. Lakini ya kushangaza ni kwamba kunao ambao wanataka kuapili. Sasa wakiapili watakuwa wanaumiza bado au wanachama ambao kila mmoja anataka kuwa na shamba lake. Niposa leo hii tumekutana hapa hilo swala tuweze kulikemea na tulikemee vilivyo, kwani tumeteseka na tumenyanyasika sana. Si ni kweli wanachama? Kwa hivyo leo hii ni kuhakikisha kwamba Engineer Mwakina achukulie huu uamuzi kama wanachama wale wengine ambao wamechukulia. Si swala lake, hii shamba kama kuna mtu anataka kufanya hiyo appeal, basi azunguke afanye mikutano katika vijiji vyote vitano, ahakikishe kwamba amekusanya maoni. Wanachama wakisema appeal. Msijaribu kutapeliwa na tapeli yoyote ndani ya Kishamba B Group Ranch ama kutoka nje. Ngojeni kamati iweze kuchaguliwa mpya kulingana na ile judgment ambayo ilitolewa juzi. Kusije mtu yote aseme kwamba anataka kuchukua pesa ya survey ati kwa nani member ama kwa member. Mpango kama huo utakuja kuongelewa na kamati ya Kishamba B Group Ranch ile ambayo itachaguliwa. Kwa hivyo natoa tahadhari, kwa maana nimesikia fununu hapa na pale ya kwamba wale nani member ati waanze kucontribute 65,000, member 10,000 za kufanya mambo ya picking. Haya maneno yote, hiyo programu yote itakuja iketiwe chini na kamati ile ambayo itakuwa imechaguliwa na iweze kulainisha maneno. Kwa hivyo kusije kutokezea matapeli hapa ndani ya Kishamba B Group Ranch wakiteka advantage ya judgment ile ambayo ilitolewa. Najua uongozi unakuwa ni kipawa, lakini kwa bahati mbaya Mwakina hana kipawa cha uongozi. Na laiti angekuwa na kipawa, sidhani kama angeweza kuongoza watu kwa miaka 14 na afanye audit moja, just one audit out of the 14 ambazo zingehitajika. So hapo ukikosa kufanya audit unaonekana kuna mambo fiche unajaribu kuficha pale. Na kwa sababu hana kipawa na amechaguliwa na watu, ningemuomba mahali huko akubali vile watu wanataka, awaregeshe kwa IGM. Kama kweli anajiona yeye ni kiongozi na anaweza kuongoza watu, achaguliwe na aendelee na wadhifa wake. Na mnizo baadhi ya kauli zao, na sasa tunachosubiria ni kuona ni hatua zipi zitakazochukuliwa na wakazi hapa kujua jinsi watakavyoishi. Nikiripotia TV47 kutoka eneo la Voi, mimi ni Julius Mariki, Mwakivo.